Sana na viongozi wetu wa jumuiya ya wazazi, kwani tumefanya matembezi kwa amani, lakini kwa heshima na kipekee tumshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna aliyejikwaa wala kuanguka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama alivyoongea katibu pale, mnao vizia kuja jumuiya ya wazazi, chekini kwanza afya. Nafikiri mmeona jumuiya ya wazazi afya zetu ziko namna gani. Tumepiga kilomita 7 hizo, hakuna aliyeteteleka hapo, kukuwa na oya wala kelele. Pa kukimbia tunakimbia, pa kutembea tunatembea, lengo ikiwa ni kukijenga chama pamoja na jumuiya yake. Lakini kwa heshima kubwa nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa namna ambavyo tulishiriki zoezi zima la uchaguzi wa mwaka wa jana Oktoba 2025 na kuweza kushinda nafasi zote za udiwani, ubunge majimbo yote mawili na nafasi ya urais. Ongereni sana jumuiya ya wazazi, kwani moja ya kitu ambacho tunajivunia, tumeshiriki uchaguzi, hatujashiriki fujo wala vurugu za aina yoyote. Labda tu nitumie nafasi hii kutoa pole kwa namna moja ama nyingine ambayo yawezekana tumeathirika na vurugu zile kwa namna moja ama nyingine, iwe kwa ndugu zetu, jamaa zetu na sisi wenyewe, kwani ilituia wakati mgumu. Ilifika mahala linatokea tu genge, ukijua wewe ni mwana CCM wajisikia tu kufanyia fujo. Na mimi kwa umri wangu nilikuwa na maswali mengi. Jumuiya yangu ya wazazi ndio jumuiya ambayo inatuliza jumuiya nyingine. Sasa jumuiya ya wazazi ikipata mshike kidogo, chama na chenyewe kitatikisika. Niwashukuru baba zangu na mama zangu kwa utulivu ambao mliuonyesha katika kipindi chote cha fujo ambazo zilitokea tangu siku ya Oktoba 29. Jumuiya yetu ya wazazi tumeshiriki uchaguzi kwa amani, kwa utulivu na tumetimiza wajibu wetu. Rai yangu kwenu katika kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu cha Mapinduzi, tuzidi kuwa wamoja, tuzidi kupendana na kuheshimiana. Neno hili mara zote mimi nakuwa kama nimeweka flash. Nasema tukipendana tutaheshimiana, tukiheshimiana tutapendana. Tupendane na tuheshimiane, lengo ikiwa ni kukijenga chama chetu bila kujali umri wetu, elimu zetu ama nafasi zetu. Hizi nafasi ni swala la muda tu, sio kwamba sisi tunafaa sana ama waliokuwepo hawafai. Ni swala la muda na anayetoa uongozi ni Mwenyezi Mungu. Tuwape nafasi, tuwape heshima viongozi wetu ambao wapo katika kipindi chao, lakini tukiheshimiwa na sisi tuheshimike, tutimize wajibu wetu pale ambapo inapaswa, tutimize wajibu wetu tunapotakiwa kwenye vikao, tutimize wajibu wetu kushiriki shughuli za kichama, hata za kiserikali na za kijamii pia, kwani dhima kuu ya jumuiya ya wazazi ni kusimamia masuala mazima ya elimu, maadili, malezi pamoja na makongamano kama haya. Na ndio maana unakuta jumuiya yetu inakuwa na mchanganyiko wa rika zote. Mara zote nasema jumuiya yetu ndio inapaswa kuwa jumuiya yenye wanachama wengi kushinda jumuiya yoyote, kwa sababu sifa zake kuu ni mbili tu: uwe na umri wa miaka 18 na uwe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, unakuwa na sifa ya kuwa mwanachama wa jumuiya ya wazazi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mwaka wa jana mwezi wa pili, wa tatu mwishoni, tulianza rasmi ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Na moja ya vitu wakati tunagombea, ndugu zangu, mimi sikuahidi kujenga nyumba ya katibu, si ndio?
Ni maelekezo ambayo tulipewa kutoka juu na sisi tumetimiza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nimpongeze fundi wetu mkuu kwa namna ambavyo alijitoa na kipindi chote ambacho tumepitia, lakini na imani mimi kama mwenyekiti pamoja na katibu wangu tutahakikisha mwaka huu tunaoanza mwezi huu wa pili, kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu atatujalia, nyumba ile inakwenda kusimama. Mpaka sasa hatua tuliofikia ni hatua ya boma, na hapa ninapozungumza na ninyi tuna mbao 319 zote kadiri ya hesabu hizi hapa. Kwa hiyo ishu ya ile nyumba tunakwenda kujenga bila kujali nani atatuvuta shati, nani ataturudisha nyuma. Ndio maana tunasema jumuiya imara, chama imara, wazazi mpango mzima. Jambo jingine, katika kipindi changu cha mwenyekiti nitakwenda kuhakikisha na kwenda kuimarisha shule zote za jumuiya ya wazazi bila kuwa chanzo cha migogoro. Sitakuwa muumini wa migogoro, lengo kuu ikiwa ni kwenda kusimamia taaluma na kuhakikisha heshima ya shule za jumuiya ya wazazi iliyokuwepo inakwenda kusimama. Na nikipekee nishukuru walimu wangu kwa namna ambavyo mnajitoa. Sote ni mashahidi, shule za jumuiya ya wazazi tumeondoa division 4, tumeondoa division 3, tunatamba na division 2 na division 1. Na leo hii nilikuwa nataka nitoe zawadi ya vitabu kwa shule zote. Sasa natoa zawadi kwa mkuu wa shule aliyefika. Naomba vitabu. Vitabu hivi imekuwa ni utaratibu wangu kila mwaka. Nafikiri mkuu wa shule ataongea. Vitabu vya mtaala mpya havipatikani na haviuzwi. Mara ya mwisho nafikiri nimekabidhi karibu boksi zima ya vitabu kwenye shule yako. Nimekabidhi kwenye shule zote za jumuiya, shule zote 3 isipokuwa Meta tumeona changamoto fulani. Nimekabidhi shule ya sekondari ya Sangu, shule ya Ivumwe na shule ya Itende. Kila shule nimekabidhi boksi la vitabu. Leo natoa mfano wa vitabu nikiwa katika maandalizi ya kukabidhi vitabu kwa mwaka huu. Na kitu unaenda kwenye maadhimisho ya wiki ya wazazi na kwenda kukabidhi boksi la vitabu kwa kila shule. Kwa kuanzia ni vitabu vya tai ambavyo ni walimu mnafahamu havipatikani. Kwa kuanzia kwa matokeo ya kidato cha pili na kupatia mfano wa vitabu hivi, wakati tunaendelea na maandalizi ya vitabu vingine ili kuendelea kuimarisha ufaulu katika shule zetu za jumuiya ya wazazi. Nitumie fursa hii kuipongeza sana jumuiya ya umoja wa wazazi wilaya Mbeya mjini. Kwa kweli mmefanya jambo ambalo ni la kihistoria ambalo na vizazi vitaandika. Wakati huu ni wakati ambao asilimia kubwa watu wengi wanaogopa kujitokeza. Kwa kweli ni kupongezeni sana viongozi wetu kwa namna ambavyo umeweza kujitoa kwa kifua mbele kwa ajili ya kuonesha namna gani sisi bado tunakipenda Chama cha Mapinduzi na bado sisi bado ni wazalendo, tunasimama na chama. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, huu ni wakati sasa wa kuchapa kazi za chama. Uchaguzi naamini ulikwisha mwaka jana. Sasa hivi tuchape na tujitoe kwa nguvu zetu zote kwa ajili ya kukipigania chama chetu cha Mapinduzi. Tunaamini tupo wengi sana, lakini sisi kwa umoja wetu tuonyeshe umoja na nguvu ili tuweze kufanya vizuri. Sisi kama shirikisho la walimu tunawaahidi kuwa nanyi bega kwa bega, saa yoyote iwe mchana ama usiku. Tuko tayari kufanya kazi na maelekezo yenu kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi, huku tukihimiza na kuhamasisha amani na utulivu wa nchi yetu. Mimi naitwa Faisal Mwakaringa, ni mkuu wa shule ya sekondari Itende. Ninamshukuru Mungu kwamba na mimi nimekuwa sehemu ya matembezi haya. Wakati tunaanza nilikuwa najipima kama naweza nikaanza na kufika mwisho, lakini naona nimeweza. Ninawapongeza wote. Lakini ni Januari hii, ndugu wazazi, ninaomba tutimize wajibu wetu. Watoto wetu wako mashuleni. Naomba tukae karibu sana na hawa watoto na walimu wetu. Kwa nini? Kwa sababu tunapata shida nyingi sana katika malezi na sisi ndio jukumu letu. Kwa naomba kile ambacho walimu wanakiagiza tukifanye. Tunahitaji madaftari, tunahitaji usimamizi wa karibu. Naomba muache kutuachia malezi sisi wenyewe walimu na nyinyi mhusike kwa upande wenu. Lakini niseme jambo moja kama mwalimu,
Haya tunayoyafanya leo, tunaazimisha mambo ambayo viongozi wetu na waasisi wetu walishayafanya tarehe 5 ya mwezi wa pili mwaka 1977. Tuendelee kuyaenzi kama walivyosema, tuendelee kujitoa, tuendelee kutembea kifua mbele, kwa sababu hakuna tunachokosea, tuko katika mstari unaofaa.